السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mwenyezi Mungu amsaidie sana. Anasema ujumbe alioleta mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam, shabaha yake ilikuwa ni kumwamini Mungu aliye mmoja, kumwabudu yeye, kusimamisha tauhidi yake na kufanya juhudi kwa ajili yake na kutimiza haki za waja wake. Na kisha kwa kuwa umati mmoja, shabaha yake ilikuwa ni kuishi kwa udugu. Lakini leo licha ya dai hili ya kwamba sisi ni wenye kutamka shahada na tuna yakini juu ya la ilaha illallah muhammadu rasulullah, sisi tumegawanika wala hatuna umoja. Matendo yetu hayaendani na mafundisho tunayo yadai. Kama natija, ikiwa tuone hali halisi ya dunia ya Kiislamu, kwa kweli inasikitisha. Japo baadhi ya nchi za Kiislamu zina mali asili na utajiri pia, lakini pamoja na hizo zote, mbele ya nchi zenye nguvu za dunia, nchi hizi hazina daraja yoyote wala zina mchango wowote wa kuiletea dini maendeleo, wala hatuoni juhudi yoyote ya kufuata mafundisho ya Islam ambayo inapaswa kuwepo. Natija yake ni dhahiri shahiri, kama nisemavyo mara nyingi hapo kabla, ya kwamba watu wasio waislamu wanachukua faida na hali hiyo. Basi serikali za Kiislamu, wanasiasa na falme ya wapasa, badala ya kujipatia maslahi zao tu, wafanye juhudi hii ya kwamba sisi kama umati wa Kiislamu jukumu letu ni kuwa pamoja na kufanya juhudi kwa ajili yake. Hiyo itakapotokea, ndipo tutaweza kusalimika na mashambulizi ya dunia, ndipo tutaweza kusimamisha heshima yetu, ndipo tutaweza kuzuia nguvu zilizo adui za Islam kuleta mtafaruk kati yetu. Kwa ajili yake yatupasa kutafakari jambo hili ya kwamba katika zama hizi Mwenyezi Mungu amefanya mpango gani? Ni mpango upi wa kiungu ambao tukiufuata au kuukubali tunaweza kunusurika na tunaweza kuwa kaumu moja? Mpango ule wa Mwenyezi Mungu ndio huu ya kwamba yeye amemtuma Masihi aliyeahidiwa ili yeye atengeneze umati moja. Basi yatupasa kutafakari jambo hili, na tukifikiria nchi za ulimwengu wa Kiislamu, Waislamu
wakifikiria jambo hilo ndipo wataweza kusalimika na fitina na ufisadi zinazoibuka zidi yao. Kwa vyovyote vile sisi kama wa ahmadia juhudi na dua yetu ndiyo hii ya kwamba mwenyezi mungu aufanye umati wa kiislamu kuwa kitu kimoja na awasalimishe na fisadi na zulma ambazo siku hizi zinaendelea kuwakandamiza. Tangu muda mrefu nimeendelea kutahadharisha kuhusu hali ya dunia. Mwanzoni ilikuwa fikira kwamba huenda ulaya na nchi za kimagharibi tu zitakuwa sababu za kuleta hali hii, japo zimekuwa sababu yake, lakini nchi za kiislamu pia zimekuwa sababu kubwa, na kwa ajili yake ni nguvu hizi hizi za kimagharibi zilizosababisha vurugu kutokea katika nchi za kiislamu, na kisha polepole kwa kuichochea vurugu hiyo wakaendelea kusambaza vurugu hiyo nchi hadi nchi nyingine. Nyuma yake mipango yao ni ipi? Hii ni dhahiri shahiri ya kwamba wao kwa kutumia nguvu wanataka kuteka mali asili za nchi hizi na wanataka kuzitumia. Japo baadhi ya nchi za uarabuni zina utajiri kama nisemavyo, lakini pamoja na hayo yote nguvu hizi za kimagharibi zinaendelea kuwatawala. Kwa vyote vile nimeendelea kusema hayo yote mbele ya watu mbalimbali, waislamu na wasi waislamu, na leo tunaona natija zake zikitokea kwa uwazi. Jambo hili daima tulikumbuke ya kwamba nguvu za kidajali hazitaki kutuona sisi waislamu kuishi kwa amani. Ajenda yao halisi ndiyo hii ya kwamba ufisadi uendelee kusambazwa kwenye ulimwengu wa kiislamu. Nguvu za kidajali daima zimeendelea kudanganya ya kwamba nchi za uarabuni ambamo mna utajiri wa mafuta na mali asili zingine, sisi tunafanya mikataba nanyi ili kustawisha amani. Lakini kwa hakika mipango yao ya kisiri ilikuwa ni tofauti, ambayo leo imefichuka. Basi kazi yetu ndiyo hii ya kwamba leo kwa njia ya maombi haswa tuiname mbele ya Allah Taala na tuiombee dunia ya kiislamu maombi makhsus ambayo muda huu inahitajika sana. Vita inayoendelea Mashariki ya Kati tukiiona kwa jicho la makini twaona, na jambo hili ni kama jua la mchana ya kwamba Marekani imejenga makambi mengi ya kijeshi katika nchi nyingi za kiislamu. Lakini kwa nini? Sababu yake ni ipi? Je, shabaha ni kuzilinda nchi hizi? Nchi hizi zilikuwa na hatari gani? Nchi zenye nguvu zilisababisha kutokea kwa hatari, na kisha zikajenga zana hii kwamba nini mmekumbwa na hatari, hivyo ni muhimu kwa ulinzi wenu kwamba makambi hayo yajengwe. Na nchi ambazo waislamu wangeweza kuwa na hatari, nchi hizi zenye nguvu hazitatumia silaha na nguvu zidi yao. Au waislamu walishawishiwa wakiambiwa ya kwamba nini mutupatie makambi, sisi tutanufaisha biashara na maslahi zenu, ilhali shabaha yao halisi katika maeneo haya na kwenye kanda hii ilikuwa ni kujenga msingi wao imara zidi ya nguvu ambazo ni adui wao. Kama nchi za uarabuni zilikuwa na hatari fulani, basi ilikuwa imesababishwa na nguvu hizi hizi.
waila haikuwa jambo lolote lenye hatari kati yao. Kwa vyote vile walijenga makambi haya ili utawala wao udumu katika kanda. Walikuwa na nia ya kusimamisha ubora wao juu ya dunia ya Kiislamu na dunia nyingine pia. Iran tangu awali ilikuwa ni muiba katika macho yao, na kwa sababu ya hitilafu za kiitikadi baadhi ya nchi za Kiislamu pia zilikuwa adui wao, jambo ambalo nguvu hizi zikapata faida, kwani zidi ya Israel msimamo wa Iran ulikuwa mkali. Hivyo wakaonelea kwamba kwa kuzishawishi nchi za Uarabuni makambi yajengwe huko ili waweze kuhakikisha ulinzi wa Israel kuwa imara, na kwa ajili ya kuogopesha Iran wasimamishe uwepo wao. Jambo hili ni wazi kabisa, na sisi tumeshaona natija yake ya kwamba kwa sababu ya kambi hizi nchi za Kiarabu zingeweza kushambuliwa, jambo ambalo likatokea, na uchumi wao pia ukavurugika, ukadorora. nchi zilizokuwa na utajiri wa mafuta au utalii, vitu hivi vimedorora, na nchi za kimagharibi zimechukua faida yake, na siku za usoni pia zitachukua faida, kwani vita inapotokea na uchumi unadorora, unaharibika, ni zwahiri shahiri kwamba kundi la adui pia linalipiza kisasi na linajaribu kuangamiza makambi ya maadui. Kwa kuwa vita ilikuwa zidi ya Iran, hivyo Iran ikafanya vile ambavyo leo tunaviona kwamba Iran ikalenga makambi ya kijeshi ya Marekani yaliyokuwepo katika nchi hizi na ikayaangamiza au kuyaletea madhara. Mwanahabari mmoja Mwarabu ameandika jana kwamba Waarabu wanatakiwa kuwa na tahadhari, kwani mashambulio hayo kama isemavyo kuwa Iran inawashambulia haifanywi na Iran, bali Marekani na Israel pia zinaweza kufanya kama Iran imefanya mwanzoni. Sasa kwa kutumia jina la Iran, nchi hizi zitawafanya, na baadhi ya mashambulio Iran imekanusha kuhusika nayo. Na Mwarabu huyu ameandika kwamba yawezekana kuwa muda fulani Marekani na Israel zitoke nje ya vita hii na dunia ya Kiislamu iendelee kupigana yenyewe kwa yenyewe kama wao wanavyotamani na wanavyotaka. Khalifa Msih Rabi rahimahullah taala wakati wa vita vya Iraq alikuwa ametoa onyo kwamba sasa ufisadi huu utaendelea kusambaa duniani. Laiti dunia ya Kiislamu iweze kuelewa hilo. Sasa muone, pamoja na vita vya Iraq wamejaribu kuleta mtafaruk katika nchi zingine pia za Kiislamu. Wakaleta ufisadi mle, na tangu muda ule hali kama hiyo inaendelea kutokea katika nchi zingine za Kiislamu, jambo ambalo mtu yote hawezi kulikataa. Nchi za Kiislamu, baadhi ya nchi za Kiislamu zinaendelea kupigana zenyewe kwa zenyewe kama nisemavyo kuwa hali hiyo imesababishwa na nguvu hizi za kimagharibi, na kizwahiri hatuoni alama yoyote ya unafuu isipokuwa iwe takdiri maalum ya Mwenyezi Mungu, na kwa ajili yake watalazimika kuchukua hatua na kufanya juhudi. Sisi tufanye maombi kwa ajili yake ya kwamba Mwenyezi Mungu ausalimishe ulimwengu huu wa Kiislamu katika ufisadi na fitna, na awalinde, na Waislamu ya wapasa wakae kwa amani na waishi kama ndugu.
ndiyo mafundisho yao ya kiislamu na sio kwamba wawe wenye kukata shingo za wenzao. Basi ni jukumu letu, wajibu wetu, na sisi tangu muda mrefu tunaendelea kufanya juhudi ya kwamba ili kuwazuia waislamu na wasio waislamu kutenda zulma. Kazi yetu ni kuwafahamisha na kuwatahadharisha, kwani zulma hii kama inavyoendelea kuzidi siku hadi siku ni dalili kwamba vita kuu itatokea kwa kiwango kikubwa. Bali sawa na rai ya baadhi ya wachambuzi wa siasa wa magharibi, vita kuu imeshaanza tayari. Hata mimi pia nasema haya kwamba imeshaanza, lakini hata saizi pia ulimwengu wa kiislam utumie akili, utumie busara, wawe kitu kimoja, waungane kwa pamoja, wanaweza kusalimika na fitna za dajjali. Mkiona hali halisi ya dunia, hatari ni kubwa mno, kama nisemavyo kabla kwamba kila mmoja ana maslahi zake, na ubinafsi unapovuka mipaka yote, kisha mwanadamu hafikiri chochote isipokuwa anaona na anazingatia maslahi zake tu. Hivyo tutalazimika kuona kwamba kama lengo letu ni kupunguza ufisadi katika dunia, hautapungua kwa kuchukua haki tu, bali tutalazimika kutoa haki vile vile. Ulimwengu wa kiislam ukielewa jambo hili na wawaambie wanawahurumia katika nguvu kubwa za magharibi kwamba kwa ajili ya kustawisha amani nini pia mtalazimika kuacha haki zenu, yani hali yao ndiyo hii kwamba wanaendelea kunyanganya haki za wengine. Hivi watalazimika kuwaambia kwamba nini pia mtalazimika kutumia adili na uadilifu, ndipo tunaweza kuleta amani duniani. Hivyo kama nisemavyo kwamba nimeendelea kusema tangu muda mrefu, watu ambao kwa kusikia maoni yangu wakati ule walikuwa wakisema kwamba kuhusu dunia unaongelea mambo yenye kukata tamaa na fikira yako si sahihi, kwamba dunia itajiunga na vita hatari, sasa wameanza kutamka na kusema wenyewe ya kwamba miaka michache kabla kitu kilichokuwa kinaonekana kwenye macho yetu kwamba ni mushkil na haiwezekani, sasa uwezekano wake umekwisha tokea tayari na vita zimeshaanza tayari. Wachambuzi wao waishio marekani na ulaya wameanza kuandika kwamba vita kuu imeshaanza kama nisemavyo kabla, na hiyo itaendelea kupanuka na kusambaa, na maadamu watu hawa wataendelea kupanga njama ili kujipatia maslahi zao, hakuna uwezekano wa kupungua kwa hatari hiyo. Vita inapotokea, hasara za pande mbili zinatokea. Sasa vita inayoendelea mashariki ya kati, vita hii imeanzishwa na marekani kwa kuishambulia iran, lakini iran ilikuwa imetoa onyo wazi kwamba tukishambuliwa basi tutavamia kambi za kijeshi za marekani zinazopatikana katika nchi za uarabuni ambazo walikuwa wamezijenga kwa shabaha maalum na wanaendelea kupata maslahi zao. Iran ilikuwa imesema wazi kwamba, na kisha vita ilipoanza na iran ikashambuliwa kwa mabomu, miji yao ikaangamizwa, watu maasum na watoto wasio na hatia wakauawa, makazi ya kiongozi wao wa kiroho yakashambuliwa, yakavamiwa, watu wa familia yake wakauawa. Hii ilikuwa ni fikra ya nguvu hizi, na walikuwa wanadai kwamba sisi tutapindua utawala wao, kisha wairani watapata uhuru. Lakini kimetokea nini? Wale waliokuwa wapinzani kwenye nchi, wapinzani wa utawala wao pia sasa wamekuwa pamoja nao, na kiongozi wao ambaye jina lake ni Khamenei saheb, yeye amepata cheo cha kishahidi
na kwa sababu ya daraja hiyo ya shahada heshima yake imeongezeka katika kaumu yake. Watoto wake wameuawa, familia nzima wameuawa. Sasa zulma hiyo iliyofanywa badala ya kupinduliwa kwa utawala, heshima na daraja yake imezidi zaidi. Kwa vyovyote vile iran pia kama kulipiza kisasi imeshambulia kambi za kijeshi zilizokuwa milki za marekani na nguvu za kimagharibi. Na pamoja na hayo yapo maeneo kama viwanda vya mafuta, visima vya mafuta na kadhalika, ambapo marekani ilianza kutoa vitishio kwamba iran ikivamia maeneo fulani ya saudi arabia ambapo kuna mafuta, sisi tutaivamia. Na kisha wakasema kwamba kwa kuwa iran imevamia maeneo haya, hivyo sisi tumeivamia iran. Iran ikasema wazi kwamba sisi hatukushambulia maeneo haya wala hatuna nia yake. Ni njia na njama nyingine ya kuleta chuki katika waislamu, kwenye mioyo ya waislamu zidi ya waislamu wenzao. Vita inaendelea tu. Hiyo ilikuwa ni jaribio jingine la kuchochea chuki. Na kama nilivyoweka mbele yenu maoni ya mwanahabari moja kwamba amesema kuwa yawezekana kuwa watu hawa walete madhara wenyewe katika nchi za kiislamu na kisha watumie jina la iran. Kama nisemavyo, katika hali kama hizi dunia ya kiislamu inatakiwa kuchukua tahadhari. Lakini sisi wa ahmadia, licha ya kuwa na uchungu wao, sisi hatuna njia, hatuwezi kufanya lolote isipokuwa tuwatahadharishe na tuwaombe na tujaribu kuwafahamisha kwamba kinachoendelea kutokea si kizuri. serikali za kiislamu zitambue hilo na si maslahi zao binafsi tu au maslahi za nchi, bali zizingatie maslahi za umma na zisifanye usaliti wa aina yoyote. Hata saizi pia zinaweza kusalimika kwa kiasi. Ni nchi za uarabuni za mashariki ya kati ambazo japo baadhi zao zina utajiri wa mafuta lakini hazina uwezo wa kujilinda wala maendeleo yote katika viwanda, utajiri wa mafuta au kwa kuboresha sekta ya utalii tu maendeleo hayawezi kupatikana. Kwa 100% wanategemea dunia na nchi za kimagharibi. Kama nisemavyo kwamba wakinufaika na udhaifu wao huo nchi hizi za kimagharibi zimejenga kambi zao. Kisha vita ilipoanza dhidi ya iran pia ikaanza kushambulia nchi za uarabuni. Si nchi za uarabuni bali iran ikashambulia kambi za kijeshi za marekani. Lakini sasa waarabu wanaendelea kuambiwa kwamba nini imeshambuliwa na iran, kama ilivyobayana kwamba vita hii sasa imeshashika sura hatari. Makombora yanaendelea kurushwa na iran ili kuyaangamiza njiani. Marekani wametengeneza nizamu yao ya ulinzi, lakini wachambuzi wanaandika ya kwamba kama iran inarusha kombora moja ambalo bei na thamani yake ni $50,000, ili kuangamiza hilo matumizi yake ni ya dola mamilioni. Baadhi ya wachambuzi wameandika ya kwamba marekani sasa inapata hasara ya kiuchumi, lakini hilo ni wazo lao tu. nchi hizi zinakuwa na hesabu kamili na zinachunguza vizuri, zinapiga hesabu. Wao wameshapanga kila kitu, na mimi sizani kwamba nchi hizi zitagharimu hasara hiyo, yani zitabeba hasara hiyo, bali zitadai na kuchukua hela hiyo kutoka nchi hizi za uarabuni, wakisema kwamba sisi tuna walindeni. Upande mmoja viwanda vya mafuta vinafungwa, gharama za bidhaa zinazidi na uzalishaji wa mafuta umepungua. Upande wa pili watalazimika kulipa nchi hizi za kimagharibi gharama zao, na hivyo akiba zao zitapungua sana au zitakwisha, na mwishowe
uchumi wa ulimwengu wa kiarabu utadorora, utaharibika mno. Japo dunia ya kimagharibi au nguvu kubwa pia zitapata hasara, lakini waarabu watapata hasara zaidi. Jambo hili wanapaswa kulielewa. Sasa twaona kwamba rais wa Marekani anatekeleza sera na msimamo wa serikali zilizopita. Hiyo si sera ya serikali hii tu iliyopo madarakani, bali daima hiyo imekuwa sera yao, kwamba popote wapendapo waende wateke rasilimali zao, na kisha kwa kutumia uzuru mbalimbali wajaribu kutengeneza njia kwamba imetokea hivi na vile. Bali sasa makamu wa rais wa Marekani yeye ametamka tamko akisema kwamba nchi fulani kama haiungi mkono nasi, sisi tutateka rasilimali zao kwa nguvu na tutailazimisha kuungana nasi. nchi zisizoungana nao zinaletewa vikwazo. Siku za nyuma waziri mkuu wa Hispania alionyesha ujasiri na akasema kwamba sisi hatutashiriki vita hii wala hatutawapa kambi zetu. Hapo wakatishiwa wakiambiwa kwamba Marekani itasitisha uhusiano zote za kibiashara, na hivyo kwa nguvu na kwa njia mbalimbali, kwa kujaribu kuwapatia hasara watu wanalazimishwa na nchi zinalazimishwa kuungana nao. Katika hali kama hiyo uadilifu haukubaki popote, na adili inapotoweka basi maangamio ni kitu cha lazima, na natija hatari zinatokea ambazo zinaendelea kutokea sasa, bali zitatokea hatari zaidi na zenye kutisha. Siku za nyuma katika bunge la Ulaya, mbunge wake mmoja ambaye ni Mhispania na ni mwanamke ametoa rai katika bunge akisema kwamba katika vita yoyote ya Marekani mwanamke hakupata uhuru. Alikuwa mwanamke, hivyo akaongelea kuhusu haki za wanawake, kwani wa Marekani wanadai kwamba sisi tunawapigania kina mama wa Irani ili wapate uhuru. Huo ni uongo mtupu, na mwanamke yote wa Irani hatapata uhuru, na Marekani haijawahi kupigana vita ili wanawake wapate uhuru, wala hawakufanikiwa katika hilo. Kwa vyovyote vile, muhtasari ndio huu kwamba katika nchi hizi Marekani ilikuwa ikiingilia kati katika maslahi zao, lakini sasa kwa kujumuisha Israeli ndani yake, njama hiyo sasa inaendelea kuimarishwa zaidi na zaidi, na nchi za Kiislamu hazielewi jambo hili, kwamba kwa kutumia njama na njia za kidajali na zisizo sahihi tunaendelea kuingizwa kwenye hali fulani ambapo sisi tutapigana vita na nchi ya Kiislamu. Waislamu wanaendelea kupiganishwa na Waislamu. Sasa Urusi na China pia zimeunda kundi lao, na jambo hili ni dhahiri shahiri kwamba makundi yanayoendelea kuundwa na kutengenezwa, ambayo siku za usoni pia yatazidi na yatapanuka na yataimarika. Dunia ya Kiislamu sasa itaendelea kuwa medani ya vita, kwani wana mali asili ambazo maadui wanataka kuziteka. Lau kama Waislamu waelewe jambo hilo na washike akili. Sasa Marekani na wenzake wanasema ya kwamba sisi tumevamia Iran, kwani Iran ilikuwa na nia fulani. Kama ingefanya hivi basi ingetokea hivi, ingetengeneza bomu ya nyuklia basi ingekuwa hivi na vile. Yani kwa kujenga fikra tu walianza vita, kwamba kama Iran ingefanya hivi basi jambo fulani lingetokea. Sasa wachambuzi wao wa kimagharibi wameanza kutamka na kusema wenyewe kwamba kuiangamiza Iran au kupigana nayo vita si kazi rahisi kama walivyokuwa na fikra. Iran ni nchi kubwa na pana mno, pia wana nguvu kiasi fulani, na vita hii inaweza kwenda mbali,
japo athari yake itatokea juu ya uchumi wa dunia nzima, lakini uchumi wa dunia ya kiislamu utaharibika zaidi na utaathirika zaidi. Lakini jambo linalosikitisha zaidi ni ya kwamba katika vita hii muislamu anamwaga damu ya muislamu. Kwa vyote vile waislamu wanatakiwa kuhofia adhabu ya mungu. Mamea ya watoto wameuawa, maasum wameuawa. Tukiona nchi za kimagharibi, waandishi wa habari wa huko wameanza kuandika kwamba ikiwa katika nchi ya israel au marekani au nchi nyingine za ulaya, nchi ikivamiwa na watoto wetu wachache wakiuawa, kwenye magazeti makala zinaandikwa kwa siku nyingi. Lakini hapo katika iran kwa kushambulia shule moja wamewaua mamia ya watoto, lakini hakuna mwenye kukemea hiyo. Kwanza walifanya hivi nchini palestina, sasa inaendelea kufanywa nchini iran, na inaonekana kwamba katika macho yao hakuna umuhimu wowote wa uhai wa muislamu. Kwa vyote vile mwenyezi mungu awajali waislamu akili, washike busara, wajaribu kukaa pamoja na kutatua matatizo yao, kwa kuwa wanadai dai la tauhidi. Hivyo ili kusimamisha tauhidi wanapaswa kuwa kitu kimoja. Hawana haja ya kulaumiana na kubishana na kusema kwamba kwa sababu ya itikadi ya fulani mizozo inaendelea kuzidi. Saa nyingine kwa sababu ya itikadi pia mizozo inazidi, na hiyo ni hali ya kawaida kwa waislamu. Mizozo iliyopo inatokana na fikra hii. hali mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa makini sana na mwenye kuhurumia, hadi saa nyingine baadhi ya masahaba waliposema mbele yake kwamba mtu fulani ni mnafiki, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba maadamu anatamka la ilaha illallah, mimi siwezi kusema lolote, nini pia msimwite mnafiki. Basi juu ya mambo madogo madogo kulumbana ni kama kujiletea hasara tu. allah taala awajali waislamu akili. Sasa waelewe, wajue kwamba kwa sababu ya tofauti katika itikadi wasiwe adui wa iran. islam imekuja ili kusimamisha tauhidi, hivyo wafanye juhudi yake, wafanye juhudi ya kustawisha tauhidi. wasione nguvu kubwa kuwa mungu wao, kwani nguvu yenye kudumu daima dawamu ni mwenyezi mungu tu. nguvu kubwa wakiziona kuwa kila kitu chao, kisha watu hawa watateka nchi zote za kiislamu na tawala hizi za kizwahiri pia zitakwisha. basi ni muda kwamba wazinduke, wainame mbele ya allah. watu hawa wa dunia wameharibu amani ya dunia, haswa amani ya dunia ya kiislamu, na siku za mbele pia watafanya hivyo. katika kurani tukufu mwenyezi mungu akiwaongoza waislamu anasema ya kwamba wa in taifatani min almuminina iktatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma ala lukhra faqatilu lati tabghi hatta tafia ila amrillah fa in faat fa aslihu bainahuma biladli wa aqsitu inna allaha yuhibu lmuqsitin. na ikiwa makundi mawili katika waaminiyo wanapigana, basi fanyeni suluhu kati yao, na ikiwa moja la hayo limeruka mipaka zidi ya lingine, basi piganeni na lile liloruka mipaka hadi lirudie kwenye uamuzi wa allah, na kama likirudi basi yapatanisheni baina yao kwa uadilifu na hukumuni kwa haki. hakika allah huwapenda watendao haki. hiyo ni nukta iliyo muhimu sana kwa ajili ya amani ya dunia, lakini dunia ya kiislam wanapaswa kuifuata sana, kwani mwenyezi mungu ametoa mwongozo huo wazi kwa ajili yao ndani ya kurani tukufu. basi watimize matakwa ya adili, na shirika la nchi za kiislam pia zichangie mchango wake. jambo hili pia liwe wazi ya kwamba wakati wa kusuluhisha wasizingatie maslahi zao binafsi,
bali watatue swala halisi lilopo mezani kwamba sababu zake ni zipi, na sababu ni zile zile zinazoonekana wazi kwamba nguvu hizi za kidajali zinataka kututenganisha. Umoja wa Mataifa pia haikuchangia mchango vovote, bali sasa watu wao wameanza kukosoa. Basi tukiweka nyuma maslahi zetu, kama tutafanya kazi ndipo tunaweza kusalimika, la sivyo tutawindwa na nguvu hizi za kidajali. Basi kuna haja kwa nchi zote za Kiislamu kukaa kwa pamoja. Allah taala anasema mbele ya aya hii kwamba innamal muminuna ikhwa fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha laallakum turhamun, kwa hakika waaminio ni ndugu, basi fanyeni suluhu baina ya ndugu zenu na mcheni Allah ili mrehemiwe. Hitilafu ikitokea kwa Waislamu, kama inasemwa kwamba kuna hitilafu kati ya Iran na nchi zingine za Arabuni, au kuna hitilafu baina ya nchi za Kiislamu, wakumbuke kwamba uhusiano wao halisi ni wa udugu na mshikamano. Mizozo midogo midogo isiwe sababu ya kuvunja udugu huo wa Kiislamu, na nchi za Kiislamu zizingatie sana jambo hili, la sivyo kama nisemavyo kwamba nguvu zilizo adui wa Islam zitachukua faida yake, basi nchi za Arabuni na serikali ya Iran pia zitafute njia ya suluhu. China na nchi zingine ikiwemo Pakistan zimetoa ofa ili kusuluhisha baina yao. Laiti dunia ya Kiislamu waelewe hilo na Allah awajalie akili. Kazi yetu ndiyo hii kwamba sisi tuwaombe Waislamu wa dunia na watu maasum katika mwezi wa Ramadhan, haswa tusijiombe tu, bali tufanye dua kwa ajili ya umati wa Kiislam. Mwenyezi Mungu awajalie akili ili amani iweze kustawi duniani, haswa katika dunia ya Kiislamu. Waislamu wasikate shingo ya Waislamu wenzao. Watu hawa ambao wakipigana wenyewe kwa wenyewe wanaendelea kuuana, kwa sababu hiyo wanaendelea kumkasirisha Mungu. Watu hawa ni wenye kupata hasara katika dunia hii, na pia katika akhira watapata hasara. Hivyo kuna haja sana ya kuangalia hilo, na kwa ajili yake tuna haja ya kufanya maombi makhsus. Allah taala atujalie kufanya maombi kama ilivyo haki yake. Sasa nitasalisha jeneza ghaibu za baadhi ya marehemu, hivyo ningependa kuwazungumzia marehemu. Marehemu wa kwanza ni Bi Sahibzadi Ahmadul Jamil Sahiba. Alikuwa binti mdogo wa Khalifatul Masih wa pili radhiyallahu anhu. Alikuwa mke wa Nasir Muhammad Sial Sahib marehemu. Alikuwa binti mkwe wa Chaudhry Fateh Muhammad Sial Sahib ambaye amewahi kuwa mbashiri hapa Uingereza. Akiwa na umri miaka 89 alifariki dunia. Marehemu alikuwa Musi. Alikuwa binti mdogo wa Sayyida Maryam Begum Sahiba Umme Tahir, na katika watoto Hat Musleh Maud alikuwa mtoto mdogo kuliko wote. Kama nisemavyo, Hat Musleh Maud mwaka 1955 alikuwa ametangaza ndoa yake huzur, kwa kuwa alikuwa na umwa. Hivyo akipumzika juu ya kitanda alikuwa ametoa hutuba ya nikah na alikuwa amewaongoza katika maombi. Watu wa nyumbani walishiriki kwenye sherehe ile, na mwandishi ameandika kwamba wakati wa kutangaza ndoa ile tangu mwanzo hadi mwisho, Hazur Khalimsi Sani alikuwa na hali makhsus, hisia makhsus. Kisha Musleh Maud mwaka 1956 alikuwa amemsindikiza kwa dua. Ana watoto wanne. Mwana moja Zaid Mustafa ambaye ni mtoto wake wa kwanza alikuwa amempatia dada yake Sahibzadi Ahmadul Qayyum ambaye ndiye aliyemlea.
ana binti yasmin malik anaishi nchini canada. sadia ahmad anaishi hapa uingereza. sofia ahmad anaishi katika mji wa rabwa, ni mke wa nazir khidmat darwesha mirza samad ahmad. bwana nasir muhammad sial alikuwa amejitolea maisha wakfu. hatmusleh maud alipoanzisha idara ya tahkiki fadhlim research alikuwa amemteua katika idara ile kwa ajili ya research. idara ile ilipofungwa jumuiya ikamruhusu kufanya kazi yake. binti yake sofia anaandika kwamba marehemu alikuwa mwenye kuwajali sana watu maskini. watu wengine pia wameniandikia kwamba alikuwa anatujali na kutimiza mahitaji yetu. alipokuwa mtoto mdogo hatmusleh maud ameandika baadhi ya matukio na ruya zake ambamo huyu ametajwa. hivyo pamoja na kumbukumbu zake nitaeleza historia ya zamani. vile vile kuna kisa cha nyumbani alikuwa amesimulia mwenyewe. hatmusleh maud namna alivyokuwa anapenda nizamu na alikuwa ana waheshimu watumishi wa jumuiya. alikuwa anazingatia heshima yao. kiatu cha viatu hatmusleh maud vilikuwa nje, wao walikuwa wanasafisha. huyu akaweka viatu vyake kule. hatmusleh maud akaleta viatu akasema hivi ni viatu vya nani? alikuwa kwenye hasira, hivyo hakuna aliyenena mbele yake. mwisho akasema haya niambieni viatu hivi ni vya nani? huyu akasema kwamba ni viatu vyangu. hatmusleh akasema kwamba siku za usoni kama hutaki kupiga polish mwenyewe basi unipatie mimi, lakini usimpatie mtumishi wa jamaat kwamba apige polishi kwenye viatu vyako. alikuwa mwenye kutoa sadaka na mwenye kuwajali watu maskini. anasema kwamba mimi nimefungua madaftari yake ya zamani, nimekuta hesabu zake. alikuwa ameziandika ili kuwasaidia watu maskini. alikuwa anawasaidia sana. alipokuwa na umri miaka 7 mama yake hat mariam sahiba alifariki dunia. umme tahir sahiba. hatmusleh maud ameandika kwamba sisi tukiwa na maiti ya marehemu tulifika katika nyumba ya shekh bashir ahmad. binti yangu mdogo amatul jamil ambaye alikuwa binti mpendwa wake na mpendwa wangu alikuwa na umri miaka 7 tu. mimi nikamwona kwamba analia kwa kusema mama yangu mama yangu. nikaenda kwa binti huyo na nikasema kwamba jimi. tulikuwa tunamwita jimi kwa upendo. hatmuslima anasema kwamba nikasema kwamba umi ameenda kwenye nyumba ya mwenyezi mungu, atapata starehe huko. hayo ni matakwa ya mungu kwamba sasa aende kwake. uone mtume salam alifariki dunia, babu yako alifariki dunia. je mama yako ni mkubwa kuliko wao? kisha muslim maud anasema kwamba kivuli cha mungu wangu kisimwache binti yangu huyo. baada ya sentensi yangu huyo ye hakulia kwa ajili ya mama yake na akanyamaza. siku ijayo wakati wa jeneza dada yake mkubwa alipozimia kwa sababu ya huzuni, binti yangu huyo akaenda kwa mariam sadika na akaenda kumwambia kwamba choti hapa. mariam sadika watoto wadogo walikuwa wanamwita kwa jina la choti hapa. alisema kwamba dada yangu ni mwenda wazimu. baba yangu anasema kwamba katika kifo cha mama yalikuwa matakwa ya mungu na huyu analia. hata muslimu anasema kwamba ewe mungu wangu marehemu ambaye binti yake mdogo hakuhuzunika juu ya kifo cha mama yake, je hutamsalimisha kutoka kila ghamu kwenye akhira? yani akafanya dua kwa ajili ya mariam sadika akisema kwamba ewe mungu wangu mwenye rehma, hii ni haki ya waja wako kwamba wakutegemee wewe na kutimiza matumaini yao ni shani yako. alikuwa anatoa michango bila kukosa. alikuwa amelipa hisa jaidat juu ya vifo vya majirani. alikuwa anapeleka chakula kwenye nyumba zao
na alikuwa anawaambia wote walikuwa wanaenda kukutana naye na pia akaniambia kwamba mufanye dua kwamba mwisho wangu uwe mwema. Mjukuu wake Nusrat anasema kwamba bibi wakati wa swala alikuwa anajiandaa na alikuwa anasubiri muda na alikuwa akifanya maombi marefu marefu, bali alikuwa tengeneza orodha ya watu ambao alikuwa anawaombea. Anasema nilikuwa na umri mdogo, nilikuwa nasikia sauti ya bibi yangu namna alikuwa anafanya maombi, nilikuwa napata hofu, lakini huyu alikuwa anafanya dua kwa ajili ya watu mbalimbali. Hadi Ali saheb ameandika kama nisemavyo kwamba kuna kumbukumbu zake za zamani za Musleh Maud na ruya zake. Hadi Ali saheb anasema yeye aliniambia safari moja nilikuwa na safiri pamoja na Khalifatul Masih wa pili kwenye gari. Nilikuwa nimeketi kwenye kiti cha nyuma pamoja na huzur. Niliona kwamba Musleh Maud mwana aliahidiwa anapiga hisabu juu ya vidole vyake. Nikamuuliza baba yangu, una hisabu nini? Baba akasema kwamba mimi napiga hisabu kuhusu idadi ya wabashiri wangu katika nchi zote za dunia, na katika dunia nzima mimi nahitaji malaki ya wabashiri, na ndipo tunaweza kuiambia dunia kuhusu uislamu. Huo ulikuwa ni uchungu wa Musleh Maud, na kuna riwaya zake. Kuna ruya moja ya Musleh Maud kwa kuwa ndani yake kuna kumbukumbu zake, hivyo naweka mbele yenu. Hii ni ruya ya Juni 1948. Musleh Maud alisema kwamba katika mwezi wa Juni nilikuwa katika Nasrabad Sindh. Nikaona kwenye ruya kwamba kuna mnara mweupe na mrefu sana unafanana na mnara wa Qadian, na kwenye hatua yake moja karibu na mlango binti yangu Amatul Jamil ameketi na ameninginiza miguu chini. Wakati huo nikaona mnara na niliona kwamba kwenye hatua yake ya juu kwenye mnara kuna nyoka mkubwa, kuna joka ambaye ni mrefu mita kadhaa na ni mnene kama futi 1.5. Ana rangi ya kijani na anakuja upande wake, hivyo akashuka chini. Ni habari ndefu, lakini naweka mbele yenu kwa kuifupisha. Huzur alisema kwamba akafika karibu na Amatul Jamil na kisha akaanza kuelekea kwake. Wakati ule Musleh Maud anasema kwamba wazo likaingia kwenye moyo wangu kwamba Amatul Jamil ameketi karibu na mlango, isije ikawa hivi kwamba nyoka aende kumnata yeye, na mimi ninapata hofu kwamba kama binti akitikisika ataanguka na atapata majeraha. Ndipo nikafanya maombi kwa uchungu mkubwa sana, nikaanza kufanya dua mbele ya Mwenyezi Mungu, na sentensi yake moja naikumbuka kwamba Allahumma aiz hali walil jamaatil ahmadiyate wale ghurabaiha, kwamba ewe Mungu wangu binti yangu huyo kwa ajili yangu na kwa ajili ya jumuiya na kwa ajili ya ghuraba umwokoe kutoka balaa hii. Muslim anaandika kwamba katika Kiarabu ghuraba maana yake ni wasafiri, na katika Kiurdu maana ya ghuraba ni watu maskini. Mungu anajua kwamba hapo ni lugha ya Kiurdu imetumika au lugha ya Kiarabu, na kuna ishara kuhusu baadhi ya wasafiri. Anasema kwamba nikaendelea kufanya maombi na mimi nikaona kwamba Amatul Jamil amehisi kwamba hatari ipo, na akaanza kushuka chini na polepole akaenda mbali na mlango, na kisha nyoka akashuka chini akaelekea kwa Jamil, lakini kwa kuwa Jamil alikuwa mbali hivyo hakuenda nyuma yake na akaanza kushuka chini. Anaandika kwamba ruya hii kizwahiri ni yenye baraka kwa ajili ya binti. Humo kuna dua na pia ni sababu ya kiburudisho cha moyo wangu, na pia itakuwa yenye faida kwa ajili ya jumuiya na ghuraba. Mungu anajua. Kuna ruya zake zingine Hazrat Musleh Maud amemtaja kwenye ruya zake. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu.
jeneza inayofuata ni ya daktari rashid ahmad khan saheb mkazi wa uholanzi ambaye alikuwa mwana wa mheshimiwa nizamuddin saheb siku za nyuma akiwa na umri miaka 91 alifariki dunia. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. kwa fadhili ya allah alikuwa musi ana vijana wanne na mabinti wanne. dr rashid saheb baba yake nizamuddin saheb alikuwa mdogo wa dr fatiuddin saheb aliyewahi kuwa amir wa jimbo la sarhad, na kwa kupitia yeye jumuiya ilipatikana kwenye familia yake. 1905 atmasihi maud alaihissalatu wassalam alitoa hutuba katika mji wa ludhiana. wakati ule fatiuddin alikuwa mwanafunzi wa shule. walimu wa shule walikuwa wamewakataza wanafunzi kwamba wasiende kusikiliza hutuba yake, huyu ni mchawi, atawakamateni. daima hiyo imeendelea kuwa shutuma juu ya manabii. mamula pia wanaleta shutuma juu ya masihi maud. fatiuddin saheb alienda kusikiliza hutuba ya masihi maud, na kwa kuona uso wa masihi maud alaihissalatu wassalam katika umri mdogo tu akapata yakini kwamba huyu ni mkweli. hivyo baadaye, baada ya kukamilisha na kuhitimisha masomo yake 1914 katika zama ya khalifa al awwal alifanya bayati. marehemu rashid saheb alikuwa mtu mwenye tabia njema sana. alikuwa mtu wa watu, alikuwa mwenye kuwahurumia wote, alikuwa anajitia kwenye shida, na alikuwa mtu shujaa jasiri. alikuwa mwenye kujitolea sana juu ya ukhalifa. muda wote alikuwa tayari kutoa kila kitu chake kuwalea watu maskini, kuwasaidia watu wenye haja. alikuwa anawafanya bila kuwaambia. wanajumuia wapya ambao wapinzani walipojenga kesi zidi yao alikuwa anaenda kuwapa zamana. aliwahi kushiriki kwenye furkan force. pia alipata bahati hii kwamba yeye na baba mkwe abbas khan na ndugu yake manzur saheb katika jimbo la sarad khalifulmsi athani alikuwa amewapeleka katika maeneo mbalimbali chini ya wakfe jadid, na akawapa wajibu huu kwamba wao wawasiliane na familia za zamani za ahmadia na wafanye kazi ya mahubiri. hivyo wakafanya kazi hii kwa weledi sana. alikuwa na shauku ya kufanya mahubiri. alimhubiri rafiki yake moja daulat khan saheb. huyu akafanya bayati. kesi ikafunguliwa zidi yake na zidi ya rashid saheb vile vile, na wakakamatwa kwa ajili ya kutoa zamana. mtu alikuwa haji, hata kulikuwa hakuna njia. hivyo rashid saheb akiwa na mwanamkwe alienda huko. kulikuwa na maandamano ya mashekh wakaanza kuwarushia mawe. mwanamkwe akapigwa mawe juu ya kichwa chake, akaanguka na akafa huko huko. na polisi kama ilivyo matendo yao na amali yao, watu hawa mashetani kwamba tunapata sawabu. hata polisi pia wakaanza kupiga maiti kwa viatu vyao kwamba sisi pia tupate sawabu. wakampiga huyu vile vile, na mifupa ya mwili wake ikavunjika, akapigwa sana. nishani zake hata nimeendelea kuziona. kulikuwa na nishani juu ya uso wake, na hata mikono yake pia ilikuwa na athari ya pigo, lakini mungu akamsalimisha. wao wakampiga sana na wakamwacha wakizani kwamba huyu amekufa. baadaye polisi ilikuwa inapeleka maiti. alipofika karibu na hospitali akasema, mimi bado niko hai na munifikishe mahala fulani. madaktari walipomwona wakashikwa na butwa kwamba huyu bado yu hai. mungu alikuwa na mpango wake, na akaendelea kuishi kwa miaka 30, na alikuwa mwanajumuiya imara sana. akawaambia watu wa polisi kwamba munifikishe Peshawar.
polisi walikuwa maadui ilikuwa vigumu kufikisha peshawar lakini huko kuna faida inayotokea baadhi ya watu kwamba mkiwapa hela basi kazi inafanikiwa akawaambia kwamba hela muchukue kutoka kwangu na munifikishe sasa afisa akakubali na wakamfikisha peshawar kisha akaja rabwa ambapo akapewa matibabu na kwa fadhili allah mungu akamjalia maisha mapya ilikuwa hali kwamba walikuwa wanafikisha maiti yake katika chumba cha wafu lakini angalieni mpango wa mungu mungu akampatia uhai wa miaka 30 akaishi katika uholanzi akaenda kufanya kazi ya jamaat vile vile mwaka 70 pia maadui walipomkamata na walikuwa wameweka bastola juu ya kifua chake alikuwa amesema kwa shujaa sana mashekh waliposema kwamba soma kalema uwe muislamu akasema la ilaha illallah muhammad rasulullah mimi nasoma na hii ni imani yangu sasa nifanye nini kwamba niwe muislamu wakasema kwamba hapana umtukane mirza saheb akasema sitamtukana mirza saheb hiyo siyo islam kisha akawaambia kwamba mimi ni mwenye kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam mwenye kufuata mafundisho yake siwezi kutenda matendo kama hayo kisha akawaambia kwamba akawasimulia kisa cha sahaba moja kwamba katika vita vya ohd habari ya kifo cha mtume saa salam iliposhamiri yeye akasema kwamba sahaba huyo alikuwa amesema kwamba kati yangu na kati ya pepo ni tende moja tu na akaitupa pembeni na akaenda kuwashambulia maadui na mwili wake ukakatwa vipande vipande anasema nikawasimulia kisa hicho na nikasema kwamba kati yangu na kati ya pepo si tende bali hata upepo haupo kwani nini umeweka bastola juu ya kifua changu nini munipige tu na muni uwe mimi sitamtukana masihe maut na akazuhirisha ujasiri mkubwa mwenyezi mungu amghofirie na amrehemu na ampandishe katika daraja na awajalie watoto wake kuendeleza mema yake marehemu watatu ni bi zainab bibi sahiba ambaye alikuwa mke wa bashir ahmad saheb marehemu rais wa zamani na imam wa miskiti chak 275 kartarpur huyu pia siku za nyuma akiwa na umri ya miaka 85 alifariki dunia kwa fadhili ya allah alikuwa musi na baba yake aliwahi kuwa mtumishi wa msikiti wa daruzikr faisalabad ali muhammad saheb marehemu alikuwa mwenye tabia njema mwenye kufanya maombi mwenye kusasala tahajudi kusoma kurani tukufu bila kukosa mkarimu mwenye ushikamano na ukhalifa alikuwa mwanamke mwema sana alikuwa anawasaidia watu maskini alikuwa anasikiliza hutuba ya ijumaa bila kukosa na pia alikuwa anawahimiza watu wa nyumbani wasikilize katika familia ameacha vijana watatu na mabinti wanne na wajukuu zake wengi ni wakfe zindagi mwana wake tahir ahmad safi saheb ni mbashiri wa jumuiya lusaka zambia na huko hapana ni binti yake ahmad rashid sahiba ambaye ni mke wa mbashiri huyu wa jumuiya wa lusaka siku hizi yupo kwenye lusaka alikuwepo lusaka mama yake alipofariki dunia hivyo binti huyu hakuweza kwenda katika kushiriki au kuona jeneza ya mama yake mwenyezi mungu amjalie subira na uvumilivu na amghofirie na amrehemu marehemu الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر